Ili uweze kuwa mtu wa kwanza kutazama video zetu, bonyeza maneno mekundu yaliyoandikwa subscribe, kisha bonyeza alama ya kengele na utakuwa umejihakikishia kuwa mwanafamilia wa Mautundu Online na hautopitwa na habari zetu za ukweli na uhakika zinazotrend katika mitandao ya kijamii na mataifa mbalimbali. Diamond Platinum pamoja na Harmonize waendelea kuonyeshana jeuri ya nani anayeongoza katika swala la utajiri, na CEO Diamond Platinum ameamua kujinadi katika mitandao ya kijamii kwamba 2025 ni yeye pekee anaongoza kwa utajiri mkubwa. Hamna msanii pekee hapa Tanzania anaweza kumkaribia au hata kumfikia kwa utajiri alioko nao. Diamond Platinum utajiri wake umekadiriwa kwamba una range kwenye bilioni 26 hadi bilioni 31 na milioni 2 za Kitanzania. Ukilinganisha na msanii Harmonize, utajiri wake unakadiriwa kufika kwenye bilioni 12 hadi bilioni 24 za Kitanzania. Ukiwalinganisha wasanii hawa wawili, ni vitu viwili tofauti, japo wawili hawa wote wana record label zao na wote ni ma-CEO, na kwenye hizo record label zao wanamiliki wasanii wadogo wadogo ambao wanawasaidia kuingiza kipato kikubwa zaidi. Kwa upande wa Diamond Platinum tunaweza kusema yeye licha ya kumiliki record label yake bado ni hai, kwa sababu ina wasanii chipukizi na wanafanya vizuri katika tasnia ya muziki. Na hata hivyo ana Wasafi FM ambayo Wasafi FM inamuingizia kipato kupitia matangazo ya redioni. Na kwa upande mwingine tunaweza kusema Diamond Platinum anaweza kupata kipato hicho kwa muda mfupi, kwa sababu anapata matamasha mbalimbali ya ndani na nje ya nchi ya Tanzania, na matamasha hayo yamefanya vizuri kwa asilimia kubwa, na ndiyo maana ameweza kufikia utajiri wa namna hiyo. Tukirudi kwa upande wa Harmonize, tunaweza kusema Harmonize ni halali yake kupata kipato kidogo, kwa sababu record label yake kwa sasa hivi tunajua haina msanii yoyote. Yeye tu ndio yupo kama leader na hamna msanii anayetaka kujiunga katika record label yake baada ya record label yake kuchafuliwa na watu mbalimbali ikiwemo Ibra. Aliweza kuichafua ipasavyo record label hii baada ya kusaini mkataba wa kuondoka na kudaiwa kiasi cha fedha ambazo aliona hana uwezo wa kuzimudu kuzilipa. Tunaweza kusema Harmonize kwa sasa hivi hana ujanja, kwa sababu hana source yoyote ya income ukiachana na yeye kutoa ngoma na ngoma hizo zikaweza kufanya vizuri. Tuachie maoni yako ndani ya comment section, na vile vile usisahau kusubscribe, kulike na kuturn on notification.